Wamemtoa bado mmoja. Tulia mama. Mama Pasco. Pole. Naitwa George Lesian Molel, ni mwenyekiti wa mtaa Melamari, kata ya Sakina. Kwa kweli siku ya leo ilitokea janga kidogo la chemba kubwa kutitia, na muda huo kulikuwa na wakazi wako ndani. Kwenye nyumba hii kuna kaya 5, na katika kaya zote 5, kaya 4 ziko ndani. Kaya moja tu ndio ilikuwa ametoka kidogo, ameenda kanisani. Na kwa muda huu sasa hivi tunavyozungumza, tulitoa taarifa fire, na kweli fire walikuja kwa wakati, wakatusaidia kuwatoa wale watu kwenye vyumba vyao. Kwa hiyo sasa hivi wako salama na hakuna yeyote aliyopata madhara. Lakini kwenye jambo la kuwashauri wananchi, na haswa hao wenye nyumba zetu huku za wapangaji, ushauri unaotoa, kuna chemba nyingi zimejengwa katikati ya nyumba. Unakuta mtu akitoka tu chumbani huku anakutana na chemba kubwa. Sasa hizo chemba ni hatari kipindi cha mvua, kwa sababu mvua zimenyesha nyingi na udongo wa huku kwetu ni tifutifu. Kwa hiyo kumomonyoka ni rahisi. Kwa hiyo inaanza kumomonyoka kwa pembeni na baadaye inaleta madhara. Alafu kuna vyoo vingine havina quality. Unakuta choo haijatengenezwa katika mfumo unaohitajika, kwa sababu unaangalia chemba kubwa lakini haina reli. Unakuta mtu ametegesha bomba amezuia na simenti, sasa chemba imekuwa nzito. Hiyo naye pia inachangia. Kwa hiyo nilikuwa na washauri hata wapangaji ambao wanatafuta nyumba za kupanga, waanze kukagua kwenye vyoo kwanza. Waangalie na hizo chemba ili ajiridhishe na aweze kuingia kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu sisi kama viongozi hatuwezi kubaini nyumba zote ambazo chemba ziko katikati, kwa sababu nyumba nyingi ni za zamani. Na uzuri mtaa wangu kidogo tulipata ule mfumo wa majitaka. Kwa hiyo karibia mtaa wangu mzima imepita katikati na imeenda paka mwisho, na imeingia ndani kama zaidi ya mita 30 kuna miundombinu ya majitaka. Wao pia na washauri wananchi waendelee kuomba huo mfumo, kwa sababu huo mfumo pia utasaidia ili zile chemba zilizokuwa katikati waweze kuzifukia, hatimaye basi watu wawe salama. Hii chemba ni chemba ile tutia, lakini watu walioko kwenye nyumba ndio wametutia vipi? Yaani hii nyumba ina vyumba 5. Sasa katika vyumba 5 pale katikati nyumba imekaa katika jiografia ya kama mzunguko. Kwa hiyo pale katikati sasa ndio kuna nafasi, ndio iliko chimbwa chemba. Kwa hiyo mtu akitoka kwenye chumba chake anakanyaga juu ya chemba ndio anatoka getini. Kwa hiyo ndio ilivyokaa jiografia hii nyumba. Kwa hiyo jiografia hizi mvua ilivyonyesha sana, basi ikawa kuna ufa kidogo imejitokeza pembeni, yale maji ya mvua yakawa yanazunguka, yakatengeneza ule mmomonyoko, ile chemba ikashuka. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo na vyumba vya ndani vimeathirika? Kwa kweli vyumba karibia vyote, maana huwezi kuingia kwa mlangoni. Vyote vimeathirika. Kwa hiyo wale wakazi ambao hizo kaya zaidi ya 5 natakiwa tu watafutiwe sehemu pa kujistiri kwa muda. Kwa sababu si majirani hapa tunapendana na hatuwezi kukosa sehemu ya kuhifadhi kwa muda. Lakini nilimshauri pia mwenye nyumba, maana hayuko karibu, yuko Moshi, lakini sasa hivi yuko kwenye gari anakuja Arusha. Hakikisha kwamba hii chemba inafunikwa, inawekwa kifusi, kinawekwa vizuri, kwa sababu tayari ameshaunganisha majitaka. Kwa hiyo hakuna sababu tena kuwa na hizo chemba. Bwana, mimi naitwa Mr. Philipo Pasco Kundi. Naishi mtaa wa Sakina Melemari. Kwa kweli hii dalili tuliona kama siku 3 zilizopita. Lakini leo asubuhi baada ya kuamka, kuna jirani ambaye tunaishi naye hapa anaitwa Innocent. Aliniita akaniambia, "Hebu naomba baba, hebu angalia maeneo haya hapa." Basi kuchungulia nikakuta pale karibia na mlangoni kwake kumekuwa na kreki. Kile kreki ukijaribu kuangalia ni kina kirefu kinaonekana. Hasa kile kina kirefu kumbe ni shimo ya ile chemba, ile chemba kubwa. Basi tukawa tunaendelea tu kujipa moyo, ile sehemu nyingine ilikuwa haijagusika. Tunapita pale tukaona kidogo, tukasikia kama kitu kimedondoka tena ile kuangalia upande wa pili limetokea tena kreki nyingine ya shimo linaloonekana sasa kwa chumba tena cha jirani, ambacho sasa unakuta ni mzunguko wa shimo lile pale katikati.
Tukaendelea kujipa moyo, lakini ule jirani tukampa tahadhari, tukamwambia hebu hamia chumba chetu huku, maana tunaona hii kitu mbona kama inachimba kwako. Basi yule alipokuwa ametoka pale, na mwenyekiti naye alikuja hapo akakagua na nini, akawa anafanya mawasiliano na nini. Basi lakini jirani mmoja msamaria mwema ambaye tunakaa naye jirani alikuja kuangalia, akasema ngoja tufanye maamuzi. Akawa amepiga simu. Sasa alipokuwa anapiga simu, sijajua amepiga simu wapi. Mimi nikaenda dukani kununua dawa. Wakati nimetoka kununua dawa, napigiwa simu na mke wangu. Baba fulani, baba Pasco ile chemba imeshaanguka na mimi mwenyewe nimekoswa, nilikuwa pale katikati ulivoniacha. Nikamwambia kwa hiyo imezama yote. Ile floor ya katikati ile imetitia. Imetitia yote. Kwa hiyo sasa mko wapi? Akasema si tuko ndani na watoto na majirani. Baada ya kuja pale tukaangalia majirani wengi wamejaa pale, ndo wakapigiwa simu fire wakaja. Fire walivyokuwa amekuja basi wakaokoa wale majirani pamoja na watoto wangu wawili waliokuwa ndani na mke wangu wakawatoa. Sasa baada ya kuwatoa basi na sisi tukasema kwa kweli jambo lililokuwa limetokea tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sijapoteza familia wala sijapoteza mke wala sijapoteza jirani. Sifa na utukufu tunaendelea kumrudishia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ile chemba upande ni vyuma na upande ni vyuma, kwa hiyo katikati ndio katikati pale ndo kuna chemba. Kwa hiyo huku pembeni kulikuwa kunatoa kama crack, lakini nafikiri nahisi baada ya mvua kuwa inazidi kunyesha kila siku, labda kulikuwa kuna matatizo kule aliyopelekea sasa hicho chemba kubomoka, yani kuzama, yani kutitia. Mpaka sasa hivi hatujajua tutaishi vipi. Tupo tu vile kama tupo, lakini tunategemea tunaweza tukabangaiza tu kwa majirani, ila nachohofia zaidi watoto wangu sijui wataendaje shule, maana ratiba za shule ndio hivyo, hatuwezi kuzisitisha. Ndani hapa fai kuingia tena. Kwa kule ndani kwa kweli kupitia ile chemba ilivyokuwa imenani pale, yani kama ni kuingia labda tuweke ngazi kama walivyokuwa wameweka fire, ndo tunaweza kupita kwa usalama. Lakini ukisema utumie janja labda uweke mbao au hivi vingazi vya ajabu, unaweza tena kujikuta umeingia kwenye matatizo makubwa. Ushauri wako na wito wako kwa wanaojenga nyumba, wafanyeje ingalau wasichimbe chemba hapo ambapo ndio wanakanyaga watu wengine? Yaani kulingana na ile ambalo nimeliona mimi, nilikuwa nawasihi sana na wanawashauri sana wenye nyumba wawe makini sana na wawe na utu na ubinadamu wa kuona kwamba wale wanaowapangishia pia ni binadamu kama wao. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunapokuja pale, wao wanachoangalia tu ni biashara, labda waangalia yale madhara atakaye kuja kutokea baadaye. Kwa hiyo na washauri wenye nyumba wote wanaonisikia kwenye vyombo vyenu wawe makini sana wanapojenga nyumba ambazo zinaishi binadamu. Kwa hiyo binadamu hatutakiwi tuishi kama wanyama. Asante. Mwenye nyumba ameshapewa taarifa, amepewa taarifa na mwenyekiti na alikuwa Moshi na yuko njiani anakuja. Labda sasa hapo mtaishi tena ama kuna namna ambavyo labda wengine wamelipa kodi hivi karibuni? Sasa kwa kweli swala la kodi hatuwezi tukalizungumzia. Tunachokizungumzia sasa hivi ni makazi yetu yameharibika na hatujajua tutaishi vipi. Na imani serikali iko macho kuliangalia hilo. Endapo kutakuwa na shida ya labda ya kodi wala ya nini, basi tutaangalia. Unajua kodi kama kodi ni mtu anapokuwa kwenye mazingira ya usalama na kwenye mazingira ya utafutaji. Lakini kama shida imeshatokea namna hii, kwa kweli itakuwa swala la kuzungumzia kodi sio swala la kibinadamu. Tunazungumzia sasa hivi, je, tutakaa wapi, tutaishi vipi, watoto wetu wataenda shule vipi na hizo nguo tutazitoaje? Majina naitwa Agustino Philip. Nilivyoamka asubuhi nilikuta niko hizi kuta kulikuwa kuna michirizi tu. Ndio tukawa tukipita pale yani inatitia inashuka chini. Inavyoendelea wakawa napiga simu na mwenyekiti akaitwa. Mwenyekiti alivyoitwa ndio tukawa tunasaidiana. Ikaanza kutitia mpaka ikashuka yote chini. Ndio tukaingia ndani, wakapigwa faya ndio wakaja kututoa nje.
Faya waliwasaidiaje? Waliwatoaje nje? Waliweka ni ngazi wakatubeba na tukatoka vizuri. Kwa hiyo unawashukuru, hebu washukuru basi Faya ingalau wameokoa maisha yenu. Tunashukuru tu, asante. Kwa sababu wamefanyaje? Mtusaidia. Wafanyaje? Saidia kututoa kule ndani. Na kuokoa maisha. Maisha yetu. Unawashauri nini wenye nyumba wajengeje? Kwa sababu huenda mwenye nyumba pia alijenga vibaya. Wasijenge chembani karibu na nyumba. Sawa. Kwa hiyo uko salama kabisa. Unasoma darasa ngapi? La 5. Sasa hivi mtaenda kuishi wapi sasa? Sijui hata. Nguo za shule ziko wapi? Ziko ndani. Nguo za shule yenyewe ziko ndani, hata tujui tutaendaje shule. Maana tayari pamewekwa utepe. Sababu hatuwezi pita pale. Kwa majina yangu naitwa Jacqueline William Kaondo, ni mkazi wa Sakina. Majirani zetu walipata tatizo la kutitia kwa muda wa saa 2 asubuhi. Chemba imetitia chini. Baada ya hapo tukaendelea na uokoaji wa kuwaokoa, baadaye wameshakaa sawa. Ndo zimamoto ndo wakaja wakafanya namna ya kuokoa watu, wametoka wako salama. Ushauri kwa wenye nyumba, wajaribu kujenga chemba, wasijenge karibu na vyumba watu wanapoishi. Kwa majirani zetu waliopata majanga kama haya, tutajaribu kuwasaidia hata pa kukaa mpaka watakapopata pa kunanilia chumba kingine wahame. Kwa jina naitwa Hamida Mohamed Shabani, ni mkazi wa Sakina, mtaa wa Meremai. Namshukuru Mungu kuninusuru na chemba. Tukio lilikuwaje mama? Tukio, chemba ilianza kudidimia taratibu leo asubuhi. Kwa nilikuwa naosha vyombo pale nje, nashukuru Mungu ameniokoa. Tulimpigia mwenyekiti simu. Mwenyekiti alikuja kushuhudia. Na tukampigia mwenye nyumba akasema yuko Moshi, ndio alikuwa anajiandaa kuja. Kabla hajafika ikawa tayari limedumbukia. Kitu cha kuwashauri wananchi wasijengee chemba katikati ya nyumba.